Hydronephrosis ni hali ya kawaida ambapo kuna upanuzi wa figo na upanuzi wa mfumo wa pelvic anilisi. Hii ndiyo kasoro ya kawaida zaidi ambayo inaweza kugunduliwa kwenye uchunguzi wa ultrasound wakati wa ujauzito. Cha kushangaza, 50% ya watoto hawa wanapozaliwa hupatikana kuwa wako kawaida, ilhali 50% wanaweza kuwa na sababu kubwa ya tatizo hilo. Hivyo hapo awali, kabla ya miaka 20-30 iliyopita, watoto wengi hawa waligunduliwa tu walipoanza kuonyesha dalili. Yaani walipoanza kupata maambukizi au kuvimba tumbo, au mtoto alipokuwa na kupungua kwa mkojo na usaha mwingi kukusanyika kwenye mkojo. Shukrani kwa maendeleo ya teknolojia ya ultrasound, sasa tunaweza kugundua hali hii wakati wa ujauzito, na sasa ndiyo njia kuu inayotumika kugundua tatizo hili. Uchunguzi wa kuvimba kwa figo kabla ya kuzaliwa, yaani hydronephrosis, ndiyo njia kuu inayotumika kugundua hali hii. Hivyo basi, si watoto wote hawa wanahitaji matibabu maalum, lakini mara tu tunapogundua tatizo hili, tunapaswa kuchukua hatua kabla hali haijaharibu figo. Hivyo, mara tu tunapopata uchunguzi wa hydronephrosis kabla ya kuzaliwa, watoto hawa hupimwa kiafya mara tu wanapozaliwa, na kisha uchunguzi wa ultrasound hufanywa siku ya 3 baada ya kuzaliwa. Na tena uchunguzi huu wa ultrasound hurudiwa kati ya wiki 4 hadi 6. Kulingana na matokeo haya, uwezekano wa kuwepo kwa kizuizi unathibitishwa kwa kufanya uchunguzi wa nyuklia ambao hutupatia taarifa mbili muhimu. Hiyo ni moja, ni kuwepo au kutokuwepo kwa kizuizi, na pili, kiwango gani cha kupungua kwa utendaji kazi wa figo. Kwa hivyo, kulingana na taarifa hizi, kama kizuizi kiko upande mmoja au pande zote mbili, na kama kizuizi ni kikubwa au kina umuhimu, na kama kuna kupungua kwa utendaji wa figo, uamuzi hufanywa ama kusubiri na kufuatilia, au kufanya upasuaji na kuchukua hatua ili kupunguza uwezekano wa uharibifu zaidi wa figo baada ya mtoto kuzaliwa. Kwa hivyo, upasuaji wa hydronephrosis unaitwa pyeloplasty, ambapo tunatoa sehemu iliyoziba na kisha kurejesha muunganiko kwa njia pana. Hii inaweza kufanywa kwa upasuaji wa wazi. Hata hivyo, katika enzi ya sasa, inafanywa kwa upasuaji wa kisasa usio na uchungu mwingi, hasa kwa kutumia laparoscopy. Unaitwa laparoscopic pyeloplasty, na pia hii inaweza kufanywa kwa upasuaji wa roboti kwa watoto wakubwa. Pyeloplasty ya laparoscopic inaweza kufanywa kwa usalama hata kwa watoto wachanga, wakati ambapo kwa kawaida tunatambua hali hii na kufanya kazi kwa wiki 4 hadi 6. Inaweza kufanywa kwa usalama kabisa. Faida ya laparoscopic pyeloplasty ni kwamba watoto hawa hupata michubuko midogo sana. Kwa hivyo, maumivu ni kidogo na wanapona haraka sana. Hivyo basi, hydronephrosis ni hali ya upasuaji inayopatikana sana na mara nyingi hugunduliwa kupitia ultrasound ya ujauzito. Uthibitisho wa ugonjwa huu hufanyika kupitia uchunguzi baada ya kuzaliwa, na ikihitajika, upasuaji unaweza kufanywa kwa usalama kwa watoto hawa kwa kutumia upasuaji wa matundu madogo.